Yesu tunakuadhimisha wewe, tunakupatia moyo kama watu Bwana niombe kuwakumbuke kama lilikale kutana na ile nafsi Bwana, kutana na yule mama Bwana, kutana na yule mzee, kutana na yule kijana leo hiyo ni ombi Bwana kwako, na kile ni mbaya itakwako Bwana mtajibu kana moyo inyozi kusongea kulingana na mapenzi yako Bwana, kulingana na wengi wako Bwana, lako limetukuka sio ya kuneta wewe na jina lako limeshika sio ya kumyanya tuwe tangia Bwana miaka 40 imepita, hakuna miaka maana anagiza kama jina kama kuona kazi pende paya kumweha Bwana umetamalaki nchi za kale na sumbeke kwa tenene leo na tamalaki Bwana au ndio inasumbeke tena sikijasho tamalaki sawa suke tena sumbeka unatamalaki milele ukasumbeka tena na tena Bwana tawala kwa heshima ya uchumbeka pande pa ya familia mwakilisha hapa Bwana familia hiyo kile pale karando na kutana nayo Jehova kutana nayo kutana nayo Jehova kutana nayo ibada hii Bwana wewe utaona kawe manukato mbele zako ndiye tamuke msombe fanye kusemi wako Bwana wewe tushukuru usaidie kuja fanye kusemi wako Bwana usaidie kuja umeme wako tukaseme alisesa kwa Bwana wewe tukanena wendi wako tuseme makusudi yako Bwana nenda kwenda kwa kumwele kusema pesa ya kete tukanena mababu yako na kesho lini wetu Bwana tukanena kwenda kuto kesho lini wetu Jehova wewe tu aile kwa wewe wetu chochote tutakacho kinesa tunatujua na Bwana ukasikie Bwana wewe tukawe na dunia shuhudia wewe tukakushia na masikio hapa na mapua na masikio na masikio hakuna kitu kina masikio bali ana masikio anamdalisha masikio na masikio anamdanga wewe masikio mwana wako na masikio namba kuna na masikio kabla yote lipigwe wewe maluma tatuletwe naona takota mulete kwamba wewe kama wewe ni Jehova ni wewe kai tulikapea kwamba wewe ni Emmanuel wewe kai na binadamu umekuwa pamoja nasi wewe kwa pamoja nasi Bwana hayashindika inapotea hayagetwa uonekane Bwana inapungua hayajaliwa uongezeke Bwana inapungua hayajaliwa ongea sifa asante sana katamalaki Bwana akashuka kama ibada hii wewe ndio yetu Bwana wewe kashuka ni yako Bwana ndio basi Jehova wewe Yesu Roho Mtakatifu wako leo tatutawala akatushindika akatuongoza akatutongoza na Yesu Kristo ndio marata kwa Bwana kwetu Yesu sadaka ya makofi Yesu mkomase Yesu mekema makofi Yesu mkomase na Yesu asifiwe Yesu ni atawe Yesu sifa Yesu ni anangwesi ninawaalika kwa mkutano na mgocha kwa manone tukasidi kwa na maana kwa pamoja kana tukaje pamoja tutangaze kwa Yesu kutangaza neno wake kwa Kalvari wewe Kalvari tangaza uwezo wake tunatangaza neno wake anarudi anakushoka tutangaza ukuu wake tangaza neno wake anarudi kurudi unaendelea kushoka anarejea unashoka tena kuchukua wateule msiala na ndiwe anarejea unashoka tena kuchukua wale ambao wameshabisha alama ya tanata imeandikwa alama ndikito kwenye kile kitabu kunila wanakaona wanaona wenyo ale juu mbinguni haya yote kiwa na vitabu wana maruku kile kitabu kimoja na maruku mwe tukupiwa kile kikoshwa na hiki kitabu haikwenda malaika juu mbinguni malaika yote kerubi juu mbinguni makalavi yote yote vilivyo mbinguni sote ile shibuni peka kama itapatikana kuna kitu hadi hapa yake wala mtu akana mungu aliyekuwa na uwezo na wana upande wakikufungwa kile wakujua Kristo
uzima. Bwana Yesu ni atawe. Wasa unakuja. Mwana wa Mungu. Kuja kuwa. Wale wake. Tafakari kwa kina. Tafakari ya kwamba umeandikwa kwa kile kitabu. Sonamu ni kweli. Na mbingu ni kweli. Duniani tunapita tu. Kwa kuwa kwetu na makao yetu na baadhi ambapo utajitangulia, hapo ndipo utaenda. Nataka nikuletee ujumbe ambao uko na kichwa amueni leo, mtakayemtumikia. Chagueni leo, mtakayemwabudu. Chagueni leo, mtakayemtumikia. Ambao tunaishi, kuna watu wengi wamechagua kufuata hekima zao. Kuna watu wengi ambao wameamua kufuata uchawi. Kuna watu wengi ambao wameamua kufuata hekima zao. Wakati mmoja alimsaidia sasa kuongoza Waisraeli kuingia nchi ya Kanaani. Ikafika wakati watu wawili peke yake, wale waliotoka nchi ya Kalebu na Yoshua, waliofanikiwa ile nchi ya ahadi ambayo Bwana aliwaahidia. Ikafika wakati ambapo Yoshua kaona ya kwamba wana wa Israeli wameanza kutangua kiambacho asimpendeze Mungu, kiambacho Yoshua mstari wa na Yoshua akimwelezea jinsi vile ambavyo amewaongoza, jinsi ambavyo amewavusha kwenye bahari ya Shamu, vile ambavyo amewalisha kwenye jangwa, akawanyesha kwenye jangwa, lakini hawakuona kile ambacho Mungu amewatendea. Kasi ya 14 maandiko yanasemaje? Yoshua 24:14-15. Yoshua 24:14 na 15. Yoshua 24:14-15. Basi sasa mcheni Bwana, mkamtumikia kwa unyofu wa moyo na kwa kweli, na kuiweka mbali miungu ambayo baba zenu walitumikia ng'ambo ya mto na huko Misri, mkamtumikie yeye Bwana. Mstari wa 15. Nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale Waamori ambao mnakaa katika nchi yao, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Danieli 3.
Danieli 3:18. Basi kama sivyo, ujue mfalme, ya kuwa sisi hatubaki mamisho. Ndipo Nebukadneza akajaa ghadhabu, na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shadraka na Meshaki na Abednego. Basi akatoa amri watie moto ile tanuru mara 7 kuliko desturi yake ya kutiwa moto. Kisha akawaamuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadraka na Meshaki na Abednego na kuwatupa katika ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi watu hao wakafungwa hali wamevaa suruali zao na kanzu zao na joho zao na mavazi yao mengine, wakatupwa katika ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kali na ile tanuru ilikuwa ina moto sana, mamo wa ule moto ukawaua wale watu waliowashika Shadraka na Meshaki na Abednego. Na watu hao watatu, Shadraka na Meshaki na Abednego, wakaanguka na watu samani. Mstari wa 23, na watu hao watatu, Shadraka na Meshaki na Abednego, wakaanguka hali wamefungwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa inawaka moto. Ndipo Nebukadneza akastaajabu, akainuka kwa haraka, akanena, akawaambia mawaziri wake, Je, hatukutupa watu watatu hali wamefungwa katika moto? Wakajibu wakamwambia mfalme, kweli, mfalme. Akajibu akasema, tazama, mimi naona watu 4 nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto hali hawana dhara, na sura yake yule wa 4 ni mfano wa mwana wa miungu. Bwana libarikiwe jina lako. Mwenyitawe sito yako. Na neno lako libarikiwe. Na ndoto ya kikadhimo. Wewe ni neno. Wewe ndoto. Uliyekuwako mwanzo. Ula waipo hivi ndani ya mwambelelio. Uliyekuwa na Mungu. Na ula wana nkai. Vyote Bwana, kila chonde nkai, vimefanyika kwa ajili yako. Kiki kitakudhia kipo mundu wako. Neno lako kalibariki. Ndoto yako kaniadhime. Liwe manukato. Ikethie tamota mena muke museo. Mbele ya watu wako. Mbewa ndumako. Bwana apokea rufaa. Mwea Yesu nguma. Kwa jina la Yesu tunaomba. Sitwa Yesu twaboya. Yoshua akaambia wana wa Israeli. Yoshua atavia anduma Israeli. Leo hii chagueni yule mtakayemtumikia. Na waumende amani ulamwisokwa. Kama ni Mungu aliyetumikiwa na mababu zenu. Keka ninkai kumutaida usunewe. Kama ni miungu ya Ashera. Keka ninkai salsela. Ilikuwa inatumikiwa huko. Ila sabaida waku. Hivyo basi tumikieni leo. Haunde avaidai oasu. Kama ni sanamu. Hedana mkaisa mebwana na. Si tumikieni. Ende taida ni Yesu. Wakati mmoja. Na ipinda imwe. Mtu anaitwa Elijah. Mandoma watawa Elia. Na mwingine anaitwa Yezebeli. Na ongea tawa Yezebeli. Na miungu na waabudu wa miungu ya Baali. Na ndola mabaitonga isha Baali. Wakaamua kuona ni nani. Mamwa kusisa no. Ambaye ni Mungu halisi. Olane nkaiwawo. Kwa kuwa watu hao walikuwa wamepotosha watu. Nando ndosu ni manganga itonga ingi. Na wengi wakaanza kutumikia miungu. Mange ya kutaida nkai. Ambayo ni Baali. Olane nkaisa Baali. Mtu ambaye anaitwa Elisha. Olane kamondo moya tawa Elisha. Akazungumza na Mungu. Ananana nkai. Elisha akamwambia Mungu. Elisha amoya nkai. Mimi na mbili imebakia peke yangu. Naije mwaga ni hula ni tuelenewe. Wenzangu wameuliwa na Yezebeli. Kana anzani ala nkini mawa wenye Yezebeli. Ili kulikuwa mtumishi wa Mungu. Ese pamoja kumiwa nkai. Na alikuwa anaitwa Obadia. Hula wetawa Obadia. Akaficha manabii 100. Apiza adhani miana imwe. Kwenye pango. Kula mwamani kana bingelezi. Lakini Elijah. Endi Elia. Akakusanya watu. Ambanya ando. Waliokuwa wanaabudu miungu ya Baali. Alama daidha nkaisa Baali. Kwa wao. Nando
Mungu wa kweli na kutia Ngai wa kweli. Akawaambia Aliyo amete yeni madhabahu hapa isabye kidembe pana kwenye madhabahu yangu sina kuangisabye kidembe chafu kwenye madhabahu yenu na mukisabye kidembe chafu kwa nyinyi ni wengi na ng'ombe nyuma wengi tafuteni fahali wawili ng'ombe ile nene wachinje na mai kuidunsa na msitie kwenye hayo madhabahu la bukidembeni. Hivyo basi nende kwenye hayo madhabahu na bukidembeni mzungushe maji mtimbe na mzungushe maji na mukinze na mukita kiwo ikajae pale ukiwichuke kaswe pale tuone leo na tuema na mwende Mungu yupi nikaiwepa ambaye anafaa kuabudiwa walawelete kudaiwa iba kafanya hivyo na eka na ikafika wakati na yapika pinda wa wanaoabudu miungu ya Baali akama daidon kashambai na kuomba Mungu ambia kudaidon kayo sababu moto itoke mbinguni kana alichoma kikumalolo kuteketesha ile sadaka kana wa pipla yandembo maandiko yanasema ya kwamba maandiko masatu waliomba maboya wakaomba na maboya wakaomba maboya mpaka ikatua mwakamsua yavo lakini hakuna jambo ilipatia ndo namwe lilitendeka ulawaikika wakatikata na maiti ya kiafa wakatoa damu na miemba kamea kuna lolote ambalo ayo ndo namawaikika kuna moto pesa anapeka mwaki na kanila awambia alijameate ni wakati wangu alimepinda yakwa nini kae kisekua afanye kazi na maandiko yanasema amandiko mase akaomba kwa Mungu wa Isaka amakaavo na Yakobo wabalamu na Yakobo moto ukashuka amakiwazo ya kukalalo ile sadaka wabipyala ndembo ile sadaka wabipyala ndembo teketesha wabipya mpaka ile ya miungu ya Baali ana ile ya mkesha Baali kuelaita Haleluya lichwa Mungu anayemwabudu anawaishi nkalolo kumalaida na imani na Mungu anayeabudu nawae maana mwekia na nkalolo wazaida na kai wake na Mungu wake na inawawanganganya hakuwa na kuteketa hakuwa na Mungu wake na kai wake hakuwa wakubatisha na inawakanganya wasamandike nasema maandiko mase atakata naye tilatilangamato kuna chochote ambacho anapatiundo namwe kilitendeka waikika wewe mpendwa uwe mandoa ambao unanisikiliza ulambezukishe najua Mungu ambao unaabudu nawesengayolovaida unamwelewa kweli naumalewankaigulovaida taja unaomweta Elijah Eliya alielewa niwaisi Mungu ambaye ayole anamwabudu wabudaida ulishe anyelikweye kama moto kanamweki au alishuka kekoyavea wakati ambapo wipinda ila Elijah Eliya alimwomba Mungu waboyenkai ni aibu gani nimvaniyanata ayo ila mtumishi wa Mungu mulukumi wankai ingia ilawagakwatie lakini Bwana lakini nkai aidi ya kwamba asitekanaye wacha nesa kudigila watu wake andamake waaibike malikendani wakati ambapo ipindaila namwelewa Mungu upale wankai nayo umembeba ulamukulita hakuna chochote atiuna namwe chafanya upekika umwaibikie peunduwika hakuna chochote ayunda namwe unaweza fanya kitanda kutumwa umngope awikia hakuna chochote maikino inawezafanya anaotumwa umeaya wamawiyangani Danieli mlango wa 3 hivyo kilungu chake nake Yesu mlango wa kwanza akwambia masawame Danieli Nebukadneza kama akaenda alikwase alikuwa Yerusalemu na akakamata akwata wana wa Israeli anamasilaili wakawachukua mateka amosata akawapeleka Babiloni Babiloni watesa kumafinya wamtumikie Danieli Shadraki Mesaki na Abednego kwenye mlango wa kwanza wakamritwa wapewe na kuleta mfalme lakini Danieli akasema ya kwamba vita
ijanjisi njozi kweyananga chakula na kinaleuza mfalme wa musume wakati ambapo una makumbusho wena ulilikanya wakati ambapo ibindala una mtu ambaye tena muno riki ulawakuye na mnaeka makumbusho animukwekea wewe Mkristo nawe Mkristo nakubaliana na wao anakuitikilana na mo na chakula ambacho kimetolewa miungu mingine. Danieli akasema yeye apewe boga tu kwa muda mdogo tu. Mlango wa pili unamwona Danieli wakipelekwa na kuanza kufanya kazi. Watatu kafikia wakati mmoja Nebukadneza kajengewa sanamu kwa Babiloni. Wakati ambapo fikia Kilumbi Beta na Kinanda wote wa Babiloni inampasa ainamie sanamu ambayo nimeinua. Akaita magavana, akaita MCA, akaita raisi, watu ambao ni wakubwa kwenye Babiloni na mikoa mingine waje washerekee kwa kuwa Yerusalemu amekuja na wana wa Israeli na vyombo vya hekalu akaleta Babiloni. Lakini kuna watu ambao ni watatu Musa na walichagua kutoabudu ile sanamu wakati ambapo umekilipulishwa na tarumbeta kapulishwa na sese zikapulishwa na kikapulishwa hata wale wakubwa wakainamia ile sanamu wakainama na wakaiabudu. Lakini kulikuwa Shadraka, Mesaki na Abednego wakiwa shambani. Maandiko yanasema ukapelekwa kwa mfalme. Unasema Kalidayo ambao kuna watu ambao wamechagua kutoinamia sanamu yako mfalme. Mstari wa 18 ikasema ya kwamba moyo wa mfalme ukaghadhabika, kwa kuwa MCA ameinama, MP wameinama, MEREP ameinama, lakini kuna vijana hao wako kwenye utumwa nchi yao, lakini wamechagua ukairi mfalme. Andiko ikasema amri ya mfalme ilikuwa kali sana, na hakuna yeyote ambaye angeikataa. Lakini watatu kama wako kwenye utumwani wakaamua ukairi hiyo amri sheria, wakasema ya kwamba hatutaiabudia, hatutainamia hii sanamu. Tunajua Mungu ambaye ametuongoza, mtu wa Mungu aliye
ndani yetu, imani na yeye kwamba atatuokoa, asipotuokoa atabakia kuwa Mungu, asipotuokoa atabakia kuwa Mungu. Hivyo basi mfalme, tupe kwenye tanuri la moto, ikaongezewa moto mara wanaume wale mabausa wale Nebukadneza waliokamata Shadraki na Abednego. Andiko nasema ya kwamba walipokaribia kwenye lile walimezwa, walichomeka lakini wale watatu tanuri la moto wasateketee. Lakini nakwambia wamefanya uamuzi yote, Mungu atabakia kuwa Mungu, atuokoe, Asha atabakia kuwa Mungu. Lakini Mungu akafungua Nebukadneza macho ya rohoni, akatazama katikati ya tanuri la moto, hakuruhusu ule moto umchome Nebukadneza. Alikuwa mkali, alimfungua macho mengine na akafunua, akatazama katikati ya tanuri la moto, akaona mtu aina aliyefanana na Mungu. Akasema ya kwamba hatakuwa tupo watatu, lakini katikati ya moto naona watu waine, lakini huyu mtu waine anafanana na mwana wa miungu. Mtu waine anafanana na mwana wa miungu. Ya uamuzi wako kutumikia, fanya uamuzi wako, fanya uamuzi wako katumikia huyu mtu aina alionekana kati ya tanuri la moto, kwa kuwa waganga hawana mamlaka, kwa wachawi hawana uweza, lakini kuna ya mtu aina Shadraki, Abednego tumikia aliyempendwa mtumikia ya mwani Ashera, basi tumikia ya mwani Baali, tumikia. Akasema nina nyumba yangu tamtumikia, tamtumikia Bwana. Je, wewe uamuzi wako ni gani? Yoshua amepeana maamuzi mawili, tumikie ile miungu, tumikie Bwana. Lakini Yoshua yeye na nyumba yake akachagua na watu na nyumba zao, wameamua kuweka ilima na watu na nyumba zao, wamekubaliana wakaweke kinga na watu kwenye nduka zao, wamekubaliana wakaweke kinga. Kukuambia haya kweli, mtu aina la kweli, Yesu Kristo la kweli. Kuna watu kama Yoshua, walishuhudia wakisema
kutumiwa na Mungu. Waliomba watoto kwa muda mrefu kwa sababu Bwana ni mwaminifu. Bwana akawapa watoto. Ni baada ya Bwana kuwapa watoto, wakakalisha watoto wao wakawaamurisha katika hii nyumba yetu, kuanzia leo hatutatumikia Mungu. Ikaenda hata wakapeana sadaka, wakapeana watoto wao kama sadaka. Watoto wao walipewa na Mungu, wakapeana kama sadaka, wakapeana huko kwa Kerume, wakapeana huko kwa wachawi. Iposa biashara zao zinawili, iposa wapate pesa. Wakapeana watoto wao kwa wachawi, iposa watoto wao, iposa biashara zao zikanawili. Lakini tumekuja kuambia huyo Mungu ambaye alikupea watoto anakuita jioni ya leo. Bwana alikupea watoto yule tu. Anasema badilike, anasema akabadilike. Andiko nasema ya kwamba yule anayekuja anabudi kukuja. Haijalishi utakaa kwa uchawi, haijalishi utakaa namna gani, lakini mtu aina anarudi, basi watu wa kisasa sio mmehubiriwa sana, sio mmehubiriwa kwa makanisa. Fika wakati utengeneze amri, utengeneze amri na uchague ya kwamba uendelea kutumikia wachawi, kutumikia Mungu, kutumikia waganga, kutumikia Mungu. Yesu akawaambia, chagueni mtumikia. Lakini ninachojua, najua mali Bwana amenitoa, najua mali Bwana amenitoa. Yesu aliniponya, Yesu aliniokoa, Yesu alinipigania. Najua kwa moyo wangu nitamtumikia, nitamwabudu. Alishi changamoto, alishi nini ninapitia, ninachojua ni kwamba Yesu aliniokoa kwenye nyumba yangu, kumtumikia na watoto wangu, kumtumikia na bibi yangu, kumtumikia na wajukuu wangu, kumtumikia. Chagueni leo ambaye mtamfuata. Ikiwa ni Mungu wa Ibrahimu, basi mfuateni. Ikiwa ni wakanga, basi wafuateni. Tumekuja kuambia huko kwa wachawi ni hasara, huko kwa wachawi unadanganywa, huko kwa wachawi unadanganywa, mwishowe utalia. Kuja kwa Yesu, kwa Yesu mpendwa, kwa Yesu mpendwa, sawa na rehema, na rehema, na sauti nyororo, na sauti nyororo, nataka kufia kwa dhambi. Njoo, tambia njoo. Pigia Yesu makofi. Yesu mako maseo. Haleluya. Ninakuambia kwamba wakati ambapo Yesu amekuwa msalabani, tulikuwa wezi wawili na kukiwa wezi wawili, kati yao wezi wawili mmoja kati yake Yesu na akadharau Yesu, lakini wa pili alichagua jambo moja,
Mwambie Yesu, leo hii ninaomba wakati ambapo utakuwa baratisho uwe pamoja na mimi, wakati ambapo utaenda baratisho uwe pamoja na mimi. Huyo mwizi hakwenda kupatishwa, huyo mwizi hakuhitaji kuwekelewa mikono. Kila alichukua ni hatua ya imani. Kile ambacho alichagua ni kwa mwana moyo wake, huyu ambaye tumesulubiwa na yeye. Yeye hana hatia, lakini sisi tuna hatia. Akaomba na akachagua, akaambia Yesu, ukifika baratisho kuwa na mimi. Unachagua wewe ufuate njia gani? Unachagua nini leo? Unachagua Mungu ama unachagua hiyo miungu? Utaendelea kuishi hayo maisha kwa muda gani? Chagueni leo. Watu wa kisasi Bwana anawauliza, mtachagua leo mtakayemtumikia. Kuna watu wengi wanaenda kanisani lakini hawajaokoka. Kuna watu wengi wanaenda kanisani kwa jina tu, lakini moyoni mwao hawanachamjua, hawajaamua. Wanaenda waonekane, lakini uamuzi hawajafanya, hawajakata kauli. Nakuuliza leo, utakwenda kanisani ama ni kuokoka? Na uokoke ya kweli. Kanisa ni chumba tu, mahali pa kukutania, lakini Bwana anakuhitaji fanya uamuzi, upeleleze moyo wako na ujiulize, tarumbeta ikilia leo, nitaenda na huyu Mungu. Uchunguze njia zako, uchunguze njia zako. Njia zangu nampendeza Mungu. Kwenye Wakolosai ya mlango wa 3 ukisoma, Paulo ananakili ambavyo inaweza kufanya usione ufalme wa mbingu. Hizo ni uongo, uchawi, usilifu, masengenyo, chuki na zinginezo. Wewe kule ndani ya moyo wako umefanya uamuzi kwa kuwa hawa wapendwa Waisraeli Yoshua kwenye hiyo Yoshua 24 ukisuka utaona ya kwamba walikataa kuabudu miungu ya mababu zao na wakachagua ya Mungu na Mungu wa kweli. Ndiyo milango leo, uchague kumtumikia Mungu. Maisha yanaweza kuwa magumu, changamoto zinaweza kuwa za kusukuma, lakini kama vile wana wa Israeli walimwambia Yoshua, hata sisi hatutumikie miungu. Wakafanya uamuzi na wakachagua kumtumikia mtu wa aina aliyeonekana katikati ya moto ambaye ni Yesu Kristo. Hata uwe kwenye tanuri la moto, kwenye zizi la simba, Bwana atakuokoa iwapo tu utachagua kumtumikia. Naomba ukashike na miguu yako leo hii na ufanye kwenye moyo wako, ujiulize wewe, umefanya uchaguzi, umefanya uamuzi wa kumtumikia Bwana.
kwenye Warumi mlango wa 10 mstari wa 8 Paulo akasema neno la kweli liko karibu na wewe na neno hilo ili tunakuhubiria ya kwamba fanya uamuzi wako. Mstari wa 9 Warumi 10 Paulo akasema kuokoka ni kuamini ya kwamba Yesu Kristo alikufa na akafufuka na Bwana Mungu akamtoa kutoka kwa wafu. Hivyo basi utaokoka. Swali yangu wewe ambao unanisikiliza, wakati ambapo tulikuwa tunaingia Betudo, ukiuliza mtu unajua wokovu ni nini, mtu anakuambia wokovu ni kubatizwa. Unauliza mtu wewe wokovu ni nini, anakuambia ni moyo wake. Unauliza wokovu ni nini, anakuambia kwenda kanisani. Unamuuliza wokovu ni nini, anakuambia kumwongopa Mungu. Nikaelewa watu wa kisasi na watu wa maeneo haya na uenda kwa ulimwengu, wengi wanaenda makanisani lakini hawajaelewa wokoka ni nini. Wengine wanasema nikula sakramenti nimeokoka, lakini nakutahadhari. Paulo amesema kitu cha kwanza ni kuamini, kitu cha pili ni kumkiri Bwana, na kukiri ni kunena kwa mdomo wako ya kwamba Yesu Kristo alikufa na akafufuka na ameketi kwenye mkono wa kuume wa Baba. Lakini si sakramenti. Kuokoka sio kuombewa na Maria. Kuokoka sio kubeba rosari. Kuamini ya kwamba Yesu Kristo alikufa na kashinda mauti ngumu. Ndiye ambaye hiyo ndiye Yesu. Tumekuja kukwambia fanya uamuzi wako. Chagua leo utakayemtumikia. Chagua leo utakayemtumikia. Haleluya. Inua sauti yako maguruba. Tunachagua leo Bwana kukutumikia wewe. Ndani ya atachagua kukutumikia wewe hata ambapo alikuwa anaenda kutupa kwenye tundu la shua. Akamwambia Danieli, ninajua unayemwabudu kuokoa na wasima. Wewe Bwana ndiye tunayeadhimisha leo. Fungua moyo wako mpendwa na uchague yule ambaye utamwabudu. Ukimwonea aibu ni sawa, ukimwonea haya huwezi enda ukitazamwa, sawa. Nataka kwa dakika chache tumwote Bwana, tumwabudu Bwana. Salaya kada kwa kuwa tumemchagua, Yakalabia baba Salierebosia Makayano Sala Reketepelia Lalika Losala Makano Sala Reketepelesia Ayakalosala Makatisada. Tunachagua leo, tunachagua leo
Baba. Haleluya shakada. Shakada walira. Makatosha. Lakatefera. Adaba. Siberia kada. Watawala Baba. Watamalaki Baba. Nakuchagua leo. Bwana. Tawala hizo mioyo. Tawala hizo nafsi. Ukazitawale Bwana. Ukazitangulie Baba. Kwa rama na kwa uweza. Unachagua leo kuabudu wewe pekee na kukutumikia. Ukatuokoe njia zetu mbaya. Ukatutoe kwenye njia zetu ambazo zikupendeze. Sisi wenye dhambi tumekuasi Baba, tumekutenda uovu, tunanyenyekea. Unasema kwenye Isaya 1:18, wanangu njooni tukasemezane, kama dhambi zenu nyekundu kama damu, nyekundu kama bendera, utazifanya kuwa nyeupe. Amerudi Baba, tunatubu Bwana makosa yetu, tunatubu Baba, tunatubu Bwana dhambi zetu, na tunachagua kuziacha Bwana njia zetu mbaya, sikutumikia tena mapenzi yako, kwa jina la Yesu. Unaweza kuwa uko hapa na hujaokoka, uko hapa na hujaokoka, iwe mahali uliko, nataka uamini ya kwamba Mungu anaweza kuokoka. Ambaye amekupa afya leo, na akakupa uhai leo, na amekufikisha mahali uliko. Unazaliwa mkono wako uliko. Uenda hatutakuita hapa mbele. Nimekuambia sikwenda kanisani. Nimekuambia kuokoka si kukula sakramenti. Sio kula meza ya Bwana. Kuokoka ni kitu cha maana sana. Chunguza moyo wako, ujiulize ya kwamba ni uhusiano gani ambao niko nao baina yangu na Mungu. Wapendwa, wacheni niwaambie, ulimwenguni tunapita. Hakuna yeyote ambaye anaishi milele. Hapo ulimwenguni unapita. Hapo ulimwenguni unapita. Chunguza uhusiano wako na Mungu. Namna gani? Uko namna gani? Usimsukume shetani. Usimdikishe shetani. Kuingia tena pamoja na yeye. Lakini fanya uamuzi. Fanya uamuzi wa kuokoka. Fanya uamuzi wa kuokoka. Na kumtumikia Bwana. Uliko tunataka uinue mkono wako tu, kwa kuwa umeelewa kuokoka ni nini. Fanya uamuzi tu. Fanya uamuzi tu. Fanya uamuzi tu. Wacha hicho kitu ambacho unaona ni kizuri kwako. Wacha hiyo njia ambayo unaona ni njema kwako, ukaweze kuokoka. Ulikotinua mkono wako, ina imani ya kwamba kuna mtu ambaye anatusikiza tu na kuna mtu anatusikiza tu hapa, na pia anatamani tu kuokoka. Naomba sema
tukaombe ilioni anapoomba ino mtonanenua mkono odogo ndosuka letopoko nikotoka nikanaka tange kwa kuwa ile nafsi amemeokoka nondo mbola ya tange chema zaidi kwenye ufalme wa mbingu. ega ni utaluka na wewe mbewankai Hivyo basi ninaomba tukaombe kwa pamoja. Sema Bwana Yesu, nasema Yesu nikikiri kwamba mimi ni mwenye dhambi, na Bwana nikiamini ya kwamba ulikufa na ukafufuka na Mungu akakufufua kutoka kwa wafu, na umeshinda mauti nguvu, na umeketi kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba. Wewe Yesu, iwe njia, iwe kweli na ndiyo uzima. Hakuna aendaye kwa Mungu asipopita kwako. Leo hii Bwana nimeokoka na ninaomba ukanifute jina langu kwenye kitabu cha mauti na ukaliandike kwenye kitabu cha uzima. Ewe Bwana, ukaniongoze kwenye safari ya wokovu. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuokoka. Bwana ni asante, nasema umekiri na ikakiri kwa jina lako. Nina imani ya kwamba una furaha mbinguni kwa ule mwana kondoo na mwana wako ambaye ameokoka. Mtakatifu, naomba kibali chako kikatue juu yake. Amechagua kukutumikia wewe. Neema yako Bwana ikatawale na kutamalaki. Asante kwa neno lako, hata neno lako likakae ndani ya mioyo yetu, na tuendelee kuchagua kukutumikia wewe pekee. Bwana, usikubali mwovu kushawishi watu wako kukata tamaa na kukuacha wewe na kwenda kwa wachawi na kucheza kilume kwenda kwa waganga. Ewe Mungu, ninakuomba ututangulie na utangulie watu wako. Asante kwa ukuu wako, asante kwa uweza wako, kutuongoza na kututangulia. Kwa jina la Yesu Kristo tuliomba na atakuamini. Ukapigie Yesu makofi.